Karibu tena kwenye chaneli yako ya Official Kuthei Pi Updates, sehemu sahihi kabisa ya kupata taarifa zote muhimu, sahihi na za kina kuhusu maendeleo ya Pi Network. Leo tuna update kubwa sana inayohusu malipo ya KYC Validators Rewards, na hii ni moja ya hatua muhimu sana katika maendeleo ya mfumo mzima wa Pi Network, hivyo kaa karibu ili uelewe kila kitu kwa undani. Kwanza kabisa, mzunguko wa kwanza wa usambazaji wa malipo kwa validators wa KYC umekamilika rasmi. Mzunguko huu wa kwanza ulianza siku ya Pi Day mwaka 2026 na validators wote waliokuwa na Mainnet Wallet tayari wamepokea malipo yao kupitia blockchain ya Mainnet. Hii ina maana kuwa mfumo umefanikiwa kusambaza malipo kwa wote waliokidhi vigezo na waliokuwa tayari wamekamilisha maandalizi ya kupokea malipo hayo. Katika mchakato huu, zaidi ya validations milioni 526 zimefanyika kwa mafanikio, zikifanywa na zaidi ya validators milioni 1 ambao ni binadamu. Kazi hii ikichanganywa na matumizi ya teknolojia ya AI ndani ya mfumo, imesaidia kuthibitisha utambulisho wa watu milioni 18 duniani kote. Kazi hii ya KYC inaonyesha uwezo mkubwa wa mfumo wa Pi, uthabiti wake na uwezo wa kufanya kazi kwa kiwango kikubwa kupitia nguvu kazi ya binadamu iliyosambazwa duniani kote, hasa katika maeneo yanayohitaji uamuzi wa kibinadamu na mchango wa moja kwa moja wa watu. Baada ya kukamilika kwa usambazaji huu wa kwanza wa malipo, huu ni wakati mzuri kwa pioneers kuanza kushiriki katika kazi ya validation. Pioneers wanahimizwa kuwa validators wa KYC, kufanya kazi kwa usahihi na kujiunga na nguvu kazi ya Pi iliyogatuliwa ili kuonesha nguvu ya mchango wa binadamu katika kiwango cha kimataifa. Hii ni muhimu hasa kwa sababu Pi inaendelea kujenga mifumo ya human in the loop na huduma za KYC kama sehemu ya huduma zake. Kwa kushiriki katika validation, pioneers wanaweza kunufaika na mizunguko ijayo ya malipo pamoja na fursa nyingine za kazi ndani ya mfumo uliogatuliwa. Kwa mfano, katika mzunguko huu wa kwanza, bei ya kila validation ilikuwa mara 22 ya kiwango cha sasa cha mining, jambo linaloonyesha thamani ya kazi hii ndani ya mfumo wa Pi. Kwa sasa, Pi inaendelea kufanya maboresho katika algorithm ya kupima utendaji wa validators ili kujiandaa na mzunguko wa pili wa usambazaji wa malipo. Pia kuna maelekezo zaidi kwa wanaotaka kuelewa zaidi kuhusu jinsi malipo yalivyohesabiwa, ambapo imependekezwa kutazama video ya maelezo ya kina kuhusu namna ya kukokotoa rewards. Malipo haya yalitumwa moja kwa moja kwenye Mainnet Pi wallet za validators. Ili kupokea malipo, validator lazima awe na Mainnet Wallet ambayo inaweza kupatikana kwa kukamilisha Mainnet checklist na kufanya migration kwenda Mainnet. Vile, pioneers wanaostahili wanaweza kuanzisha wallet yenye uwezo wa Mainnet moja kwa moja kupitia app ya wallet, mfano Fast Track Wallet, na kisha kuthibitisha wallet hiyo kwenye Mainnet checklist. Kwa mujibu wa muundo wa awali wa mfumo wa malipo ya validators ulipoanzishwa miaka iliyopita, kila pioneer anayefanikiwa kuhamia Mainnet huchangia Pi moja kwenye mfuko wa malipo ya validators wa KYC. Kazi ya validators, mradi tu inachangia katika usahihi wa uchakataji wa maombi, hulipwa kutoka kwenye mfuko huo, bila kujali kama matokeo ya mwisho ya KYC ni kupita au kukataliwa, kwa sababu hata kukataa maombi yasiyokidhi vigezo ni mchango muhimu kwa mfumo. Hata hivyo, wale ambao maombi yao ya KYC yamekataliwa hawawezi kuhamia Mainnet na hivyo hawawezi kuchangia ile Pi moja. Kutokana na hali hiyo, mfuko wa malipo hugawanywa kwa validations zote zilizofanikiwa ndani ya kipindi husika kwa kugawanya kiasi cha Pi kilichopo kwenye mfuko kwa idadi ya validations zilizofanikiwa, na hapo ndipo hupatikana thamani ya kila validation. Malipo ya validator hupatikana kwa kuzidisha thamani hiyo kwa idadi ya validations alizofanya kwa mafanikio. Kwa mzunguko huu wa kwanza, hesabu ilifanywa kwa kuchukua snapshot ya mfuko wa malipo pamoja na idadi ya validations zilizofanikiwa kabla ya usambazaji tarehe 5 Machi mwaka 2026. Pi mpya zitakazoingia kwenye mfuko
au validations mpya zitahesabiwa katika mizunguko ijayo. Katika snapshot hiyo, kulikuwa na pi milioni 16,568,774 kwenye mfuko wa malipo, kutokana na idadi ya pioneers waliokuwa wamehamia mainnet, ambayo ni watu milioni 16,568,774. Pia, kulikuwa na validations zilizofanikiwa zaidi ya milioni 526 zilizofanywa na validators zaidi ya milioni 1. Kwa kuzingatia kuwa mzunguko huu wa kwanza ulifanyika wakati mfumo wa validators bado unajengwa, ambapo validations nyingi zilikuwa pia zinatumika kuwafundisha validators kuwa na ujuzi na usahihi zaidi, pamoja na mchango wao katika kujenga mfumo wa KYC wenyewe, Pi Foundation iliongeza pi milioni 10 kwenye mfuko wa malipo ili kuongeza thamani ya zawadi kwa validators katika hatua hii ya mwanzo. Hivyo, hesabu ya mwisho ya bei ya kila validation ilifanywa kwa kujumlisha pi milioni 16.56 pamoja na pi milioni 10, kisha kugawanya kwa validations zote zilizofanikiwa, na matokeo yakawa takriban pi 0.05 kwa kila validation. Hii ni sawa na mara 21 ya kiwango cha sasa cha mining. Ili validator apokee malipo katika mzunguko huu wa kwanza, alitakiwa awe amekamilisha angalau validations 50 ambazo zimefikia makubaliano ya wengi kabla ya tarehe 5 Machi mwaka 2026. Malipo yalitumwa moja kwa moja kwenye Mainnet Pi Wallet. Maelezo kamili ya malipo na hali ya utendaji wa kila validator yanapatikana kwenye dashboard ya validation ndani ya app ya KYC. Kwa wastani, kila maombi ya KYC yalihitaji validations 20 kabla ya kukamilika. Hii ni kutokana na muundo wa mfumo unaolinda faragha, ambapo maombi hugawanywa katika kazi ndogondogo zinazothibitishwa na validators tofauti, kila kazi ikihitaji angalau validations 2 kutoka kwa watu tofauti, ikijumuisha ukaguzi wa uhai, uthibitisho wa nyaraka, kulinganisha picha, kulinganisha taarifa na ukaguzi wa majina. Kwa baadhi ya maombi maalum kama kubadilisha majina au kuhitaji ukaguzi wa ziada, idadi ya validations inaweza kuongezeka. Viwango vya malipo vinaweza kubadilika katika mizunguko tofauti kulingana na idadi ya pioneers wanaohamia mainnet na idadi ya validations zinazofanyika katika kipindi hicho. Pia, kadri matumizi ya AI yanavyoongezeka, idadi ya validations za binadamu inaweza kupungua, hali ambayo inaweza kuongeza thamani ya kila validation kwa sababu mfuko wa malipo utagawanywa kwa validations chache zaidi. Aidha, mizunguko ijayo ya malipo inaweza kujumuisha vigezo vipya au tofauti, kama vile kuzingatia zaidi usahihi na uthabiti wa validator katika kazi zake. Mbali na malipo haya, takwimu zilizotolewa zinaonyesha mafanikio makubwa ya jamii ya Pi. Zaidi ya watu milioni 16 wamefanikiwa kufanya KYC na kuhamia mainnet kupitia mfumo huu. Pia inaonyesha jinsi nguvu kazi ya binadamu iliyosambazwa duniani imeweza kufanya kazi kwa pamoja kwa uthabiti na uratibu mkubwa na kuleta matokeo halisi yanayohitaji uamuzi wa kibinadamu. Hii si tu inasherehekea juhudi za validators, bali pia inaonyesha uwezo wa jamii ya Pi kushiriki katika aina nyingine za kazi zinazohitajika na mfumo pamoja na uchumi wa baadaye wa AI, hasa katika mifumo ya human in the loop, ambapo mchango wa binadamu unahitajika kufundisha na kuboresha uwezo wa AI. Miradi mingi ya AI huzungumzia umuhimu wa binadamu, lakini hukutana na changamoto ya kukosa washiriki wa kutosha. Pi imeanza kwa kutatua changamoto hiyo kwa kuwa tayari na mtandao mkubwa wa watu wanaoshiriki kikamilifu pamoja na miundombinu ya malipo ya kimataifa kupitia blockchain inayoweza kulipa kazi kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, ndani ya app moja tu, kazi zaidi ya milioni 522,600 zimefanyika na watu zaidi ya milioni 1, na malipo yao yamelipwa kwa kutumia Pi kupitia blockchain ya Pi. Hii inaonyesha wazi uwezo wa mfumo huu. Nguvu kazi ya KYC validators na mafanikio yao yameweka msingi wa bidhaa za baadaye zinazotegemea human in the loop, iwe ni katika kiwango cha platform au kupitia apps za watu wengine, ili kupanua njia ambazo binadamu wanaweza kuchangia katika kujenga na kuboresha AI pamoja na uchumi wa baadaye.
Maelezo zaidi kuhusu athari hizi pana yatatolewa katika matangazo yajayo. Kwa kifupi, mzunguko wa kwanza wa malipo ya KYC validators umekamilika. Umeonyesha mafanikio makubwa katika uthibitishaji wa watu duniani, umeonyesha nguvu ya jamii ya Pi na kufungua milango ya fursa mpya kwa pioneers kushiriki na kunufaika. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kwenye Official Hudai Pi Updates. Hakikisha una subscribe, like na kushare ili kuwafikia pioneers wengine wengi zaidi. Tutaonana tena kwenye video ijayo, na kumbuka, pamoja tunaijenga future ya Pi.